Somo katika Injili iliyoandikwa na Mathayo. Tunasoma Mathayo sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 12. Yesu alipoona makutano alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia. Akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Dhambi zetu ziondolewe kwa Injili iliyosomwa. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 2020. Kanisa Takatifu Katoliki linasherekea sikukuu ya watakatifu wote. Na leo hii kwa sababu mmoja wetu katika Kanisa Katoliki la Mitume alitangazwa mtakatifu, Mama Teresa wa Calcutta. Ndio maana imekuwa ni vizuri kufanya ibada ya misa hii kwa heshima ya watakatifu wote pamoja na mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta hapa Mburahati kwenye nyumba ya furaha ya masista wa Mama Teresa wa Calcutta. Hakika siku ya leo imewekwa na kanisa kwa sababu Mungu mwenyewe anaona haja iliyo kubwa kuwapa nafasi watakatifu walio mbinguni. Watakatifu hawa idadi yao ni kubwa mno, na ndio maana kanisa limeona ni vema kuchukua siku hii ya tarehe 1 mwezi wa 11 kila mwaka kwa ajili ya kuheshimu hawa watakatifu ambao walishinda vita vya kiroho na hata kimwili katika kumtukuza Mungu wakiwa hapa duniani. Na hivyo kanisa limeona ni vema kufanya siku kuu hii kuwa moja kwa watakatifu wanaojulikana na wasiojulikana, kwa sababu katika kalenda ya kanisa hawatoshi kwa wingi wao. Mtakatifu anafikia utakatifu kwa taratibu 3 za kanisa. Ya kwanza, anateuliwa baada tu ya kufa
kuwa mtumishi wa Mungu. Ya pili, baada ya uchunguzi mzuri kwa watu mbalimbali na kuona muujiza unatendeka kupitia mtu huyo, anateuliwa kuwa mwenye heri. Na baada ya kuwa mwenye heri, kanisa linaendelea tena kufanya uchunguzi na kuona kwamba kweli huyu ni mwenye heri na muujiza wa Mungu umetendeka kwake, basi anatangazwa kuwa mtakatifu, kwa malengo kwamba awe mwombezi wetu katika maisha ya duniani. Sasa katika siku hii ya leo tunaposherehekea sikukuu ya watakatifu wote, tuna mambo makuu manne ya kujifunza. Jambo la kwanza, mtakatifu au watakatifu ni watu wa aina gani? Jambo la pili, mtakatifu au watakatifu ni watoto wa Mungu. Jambo la tatu, mtakatifu au watakatifu ni watu walioshika imani. Na jambo la nne, mtakatifu au watakatifu wanapewa tuzo mbinguni. Tunaanza na jambo la kwanza. Wapendwa katika Kristo, mtakatifu ambaye na ambao tunawaheshimu siku ya leo walikuwa binadamu kama sisi. Baadhi yao walikuwa ni matajiri na maskini, walikuwa ni wadogo na wakubwa, walikuwa ni wanaume na wanawake. Na katika hawa watakatifu wa tofauti hizo, wengine walikuwa ni wafia dini, walimwaga damu zao. Wengine walikuwa ni mabikira, wengine walikuwa ni maskofu, mapadri, masista na walei ambao ndio sisi wa Kristo. Na hawa watakatifu tunaowaheshimu siku ya leo na kuwapongeza kwa maisha yetu sisi kwa sisi, walikuwa ni watakatifu wa aina yetu. Wengine walikuwa ni wanajeshi, wengine walikuwa ni walimu, wengine walikuwa ni maaskari, wengine walikuwa ni viwete, wengine ni vipofu, wengine walikuwa ni madereva, wengine walikuwa ni wanandoa, wengine walikuwa ni mainjinia, wengine ni maarchitect, wengine ni wanafedha, wengine ni watu wa kawaida, mabibi zetu, mababu zetu, ambao waliishi kuendana na mpango wa Mungu, kujiweka karibu na Mungu, kutenda yanayompendeza Mwenyezi Mungu kwa nafasi zao mbalimbali, kwa karama zao mbalimbali, kwa muonekano wao mbalimbali, kwa kutenda yote kwa sifa na utukufu wa Mungu mwenyewe, kwa sababu walijitahidi kuyashika mafundisho ya Mungu. Walijitahidi kushinda tamaa za mwili, tamaa za uovu, tamaa za anasa, tamaa zile ambazo si za kumpendeza Mwenyezi Mungu. Wao walishinda uovu, walishinda vishawishi, hawakubali hata mara moja kutawaliwa na tamaa za mambo ya kidunia. Waliishi duniani, lakini waliishi katika kutawala dunia, kutawala mili yao, kutawala mawazo yao ya kimungu yasiyo machafu, kutawala jitihada zao za kumtukuza Mungu.
hawa watakatifu wanatofautiana katika maisha yao, hata katika sehemu mbalimbali. Wengine walikuwa ni wazungu, wengine walikuwa ni Waafrika. Hawajawahi kuambiana hata mara moja kuishi heri hizi tulizosikia hapa, lakini jinsi Roho wa Mungu alipokuwa anawafunua, walijua kwamba wanatakiwa kuishi matendo mema, huruma, upendo na kumtangaza Kristo Mwokozi wao kwa watu mbalimbali, kwa mtindo wa maisha na maneno. Ndio maana leo hii wametangazwa kuwa watakatifu, na ndio maana tunawaheshimu katika maisha yetu ya hapa duniani. Hivyo na wewe unaweza ukawa mtakatifu kwa nafasi yako, kama utazingatia mafundisho ya Mungu, mafundisho ya kanisa, kwa kuishi kwa taratibu za kanisa. Wewe unaweza kuwa mtakatifu unaoishi katika hali yako tu. Unajiona mlemavu, unajiona kipofu, unajiona kiziwi, unajiona ni bubu, unajiona ni mzee, unajiona ni yatima, mgane. Una nafasi yako kuishi utakatifu kwa kuthamini vitu vidogo vidogo. Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu alithamini vitu vidogo vidogo na kaviona vya thamani. Umeacha kitu mahali, anauliza hiki kitu ni cha nani? Kwa na wewe unaweza kuwa mtakatifu kwa mazingira madogo madogo tu, hata kama huwezi kutembea, lakini kwa kumsalimia mwenzako, kumjulia hali mwenzako, unaweza kuwa mtakatifu kwa mithili hiyo. Hata kama ni kabila la Muhehe, kabila la Ngoni, Mchaga, au kama ni Mtanzania, au kama ni Msudani, au kama ni Rwanda, Mungu angalia haya yote. Anaangalia jitihada zako za kuishi yale yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Hivyo na wewe unaweza kuwa mtakatifu unayeishi. Jambo la pili tunafundisha siku ya leo ni watakatifu au mtakatifu ni mwana wa Mungu. Huyu mtakatifu au watakatifu tunao washerehekea siku ya leo, katika maisha yao hapa duniani walikuwa wanajiweka karibu na Mungu, kwa sababu walimjua Mungu na walimtafuta Mungu katika mazingira wanayoyaishi. Hivyo kuwa mwana wa Mungu ina maana kwamba utekeleze kazi ya Mungu, uheshimu amri za Mungu, heshimu amri za kanisa, heshimu amri kuu za upendo wa Mungu na kwa jirani. Kwa njia hiyo wewe unakuwa mwana wa Mungu, na anaanzia hapa. Mwana wa Mungu ni yule ambaye yuko tayari kumshuhudia Mungu kwa maisha yake. Ukimwangalia Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta, yeye alianza kuona utukufu wa Mungu hapa duniani, na mpaka mwisho akaamua kujifunza njia ya kuweza kuwa mtoto wa Mungu kwa njia ipasayo. Na ndio maana aliwapenda watu kama nyinyi. Alimuona Yesu ndani mwenu na akasema huyu anafaa kuwa mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mama Teresa Calcutta katika enzi zake, masista walimwambia, mama, naomba turuhusu tukasome katika vyuo vikuu kama masista wengine, kama mapadri wengine. Mama Teresa Calcutta akasema, John, nataka kwenda chuoni. John, huyu mlemavu ndio chuo kikuu chako. Huyu kipofu ndio chuo kikuu chako. Huyu yatima ndio chuo kikuu chako. Huyu kiwete ndio chuo kikuu chako. Ukiwatunza hawa, ukiwalea hawa, na ukamwona Mungu katika sura yake kupitia hawa, tayari wewe ni mwana wa Mungu. Kwa kuwa mwana wa Mungu ni kwamba mimi na wewe tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hivyo hatuna budi kuwatendea wenzetu wema. Watakatifu hao tunao washerehekea leo hii walitenda wema, si kwamba hawakuwa na wabaya. Kulikuwa na watakatifu walikuwa wabaya, kama Mtakatifu Paulo. Kabla ya kubadilika alikuwa mtu mbaya sana, alikuwa anaua watu wengi, lakini baada ya kumwona Yesu katika miili ya watu akawa mtakatifu, akabadilika maisha yake, akaanza kumtukuza Mungu na kumhubiri hadharani
pasipo hofu. Kwa hiyo kuwa mtoto wa Mungu inakutaka wewe kusali sala za asubuhi, sala za mchana, sala za jioni, sala za jumuiya, sala za kanisa. Zote hizi ni sehemu ya maisha yako kama Mkristo unamtegemea Mungu katika maisha yako. Mungu wetu atatupenda kama tutatimiza mapenzi yake. Jitahidi sasa wewe kutimiza mapenzi ya Mungu kwa kuishi amri zake, na hasa kwa kuwa sehemu ya msaada kwa wenzako. Utakuwa mtakatifu unaishi. Jambo la tatu tunaofundishwa siku ya leo ni kulinda imani. Watakatifu hao tunaowasherehekea siku ya leo waliishi imani moja Katoliki la mitume. Walipenda kanisa lao na walikuwa tayari kufa kwa ajili ya kanisa lao. Walipoona imani inadharauliwa na watu, wanaona huyu anadharau imani yangu, huyu ana haribu imani yangu, hawakukata tamaa. Walisema ni heri kufa kuliko kumwacha Mungu, ni heri kufa kuliko kukumbatia maovu. Walijitoa maisha yao. Ndio maana baadhi yao walikufa shahidi, kwa sababu hawakuwa ni watu wa kuterereka. Walikuwa na msimamo wa kimungu ndani mwao. Kama unampenda Mungu, kama umechaguliwa na Mungu, basi usimwaibishe Mungu. Ishi imani yako, ilinde imani yako. Usikubali kuterereka, usikubali kutikiswa. Imani yako hiyo hiyo ndiyo itakayo kuokoa. Hawa watakatifu waliishi imani kwa Mungu, kwa Yesu, na hata kwa Mama Bikira Maria, na kwa wale watakatifu waliowatangulia katika maisha yao. Walifuata nyayo zao, waliishi kwa mifano yao. Na sisi leo hii tunaalikwa namna pekee tuishi imani yetu, tufuate mfano wa watakatifu hawa katika mazingira tunayoishi ya kawaida tu, na kulinda imani hii. Mtakatifu Romero alilinda imani ya watu wake, alitenda haki, alikubali kufa, lakini watu wake wamwabudu Mungu, wamwabudu Mungu wa kweli. Alipambana sana na wanajeshi ili hawa watu wamwabudu Mungu wa kweli. Vivyo hivyo na sisi tunaalikwa tulinde imani yetu. Naamini kwamba kuna baadhi ya wote mlioko hapo, kuna Waislamu, kuna Walutheri, kuna Wakatoliki na madhehebu mengine. Linda imani yako. Imani yako ikijidhihirisha kwa matendo mema, matendo kumpendeza Mwenyezi Mungu, hata mwenzako yule ambaye ni wadhehebu nyingine anaweza kaamia kwako. Imani yako ikijawa na upendo na huruma kwa mwenzako, hata yule ambao unamuona anaona kama ni mpagani, anaweza kaamia kwako akasema na mimi nataka kuwa Mkatoliki kwa sababu huyu kanivutia maisha yake. Na ndivyo hawa walivyokuwa katika maisha yao ya kawaida. Walivutiwa na wale watakatifu waliotangulia kabla yao, wakaishi kwa mifano yao. Hivyo na wewe jitahidi kwa namna pekee kuishi imani yako na uilinde imani yako, na Mungu atakuinua. Lote unamwomba Mungu atakufadhili, atakustawisha hata katika hali hii ya maisha yako, hata katika hali hii ya maumbile yako. Mungu atakuinua kwa sababu anajua huyu anamtumainia hata katika mateso, hata katika shida, hata katika mahangaiko, bado ananiita mimi Mungu, bado ananiita mimi Yesu. Kwa hiyo ishi imani yako hiyo, usikate tamaa. Useme kwa nini Mungu ameniumba mimi kuwa mlemavu? Ana sababu na wewe. Kwa nini Mungu ameniumba mimi kuwa kiziwi, kuwa bubu? Mungu ana sababu na wewe. Anajua katika nafasi ulionayo unaweza ukawakomboa wengine, unaweza ukazaa matunda, unaweza ukapata heshima katika jamii. Kwa hiyo linda imani yako, usiterereke huku na kule, na Mungu atakufadhili. Fundisho la mwisho, tuzo mbinguni. Tuzo ni zawadi, na zawadi inapewa kwa mshindi.
Sije kuona mtu anapewa zawadi hapo hajashinda. Kama wewe ukicheza vizuri muziki mzuri, kuna dada hapa anacheza vizuri sana. Muziki mzuri. Akicheza muziki vizuri anapewa zawadi. Amecheza kwa sababu ameshinda, amewashinda wengine. Kama ukifanya kazi nzuri ya kusafisha vyombo, kuosha hawa ambao wajiwezi, wenye matatizo ya viungo vya mwili, wenye hali sio ya kawaida, ukajitahidi kuwaosha, kuwasafisha, kuwaelimisha, kuwapenda, kuwapakata, kutembea nao, unapewa tuzo mwishoni mwa mwaka kama mfanyakazi bora. Kwa hiyo mfanyakazi bora au mtu yote anayepewa tuzo, apewi tuzo kukula kuku kwa mrija. Lazima atakuwa amefanya kazi nzuri tu. Anaweza kuwa katika sala, katika kazi na katika ukarimu kwa wenzetu. Kama umekuwa katika hali hiyo, utapewa tuzo. Hawa watakatifu tunawasherehekea leo hii wamepewa tuzo kwa sababu walimtegemea Mungu. Waliishi katika sala. Pale walipofanya makosa walitubu. Walikumbatia sakramenti kitubio mara kwa mara. Sio mwaka mzima unaungama, hapana. Mara kwa mara, wiki kwa wiki. Walitakasa nafsi zao, roho zao, kwa sababu waliamini kwamba roho zao, maisha yao, afya zao, kazi zao ziko mikononi mwa Mungu. Na Mungu hakai na watu waovu. Mungu anakaa na watu watakatifu. Watu ambao wanajitahidi kutakatifuza roho zao, nafsi zao mara kwa mara kwa njia ya toba. Hawa watakatifu walitubu sana. Walikuwa ni watakatifu wasiolipiza kisasi, wasio wabagua watu, wasio na wivu. Walijaa upendo na huruma kwa watu wote. Wataka watu wamgeukie Mungu. Ndio maana Mama Teresa wa Calcutta pale alipokuwa anakwenda kuomba msaada kwa wengine, akinyimwa, anageuka na mwachia tu Mungu, waangalie wewe. Hawalaani kwa sababu amenyimwa msaada, amenyimwa chakula. Anamwambia Mungu akubariki. Akitimewa mate anasema haijalishi, Mungu atafuta tu mate haya. Akiwa anawaona watoto wadogo waliotupwa, anaenda kuwakumbatia, anawabusu na uchafu ule wote, kwa sababu ambusu yule mtoto, anambusu Yesu. Huyu ni Mama Teresa Calcutta. Maisha yake ya kawaida kabisa. Akiona mwenye njaa anamlisha. Akimwona yule ambaye hajiwezi anamsaidia. Kama ni mgonjwa anakaa mpaka kisha amepona. Huyu Mama Teresa Calcutta alionyesha upendo wa pekee. Ndio maana katika falsafa yake, nasikia kiu, nina kiu, ameipata pale Golgotha, ambapo Yesu alipotundikwa msalabani. Akawaambia wale waliokuwa karibu naye, nasikia kiu, nina kiu. Kiu yake inatoshelezwa na huduma ya watu kama nyinyi, mayatima, wagane, viwete, vilema, vipofu. Akiwashika anamuona Mungu ndani mwake. Na ndio maana leo hii amepewa tuzo mbinguni. Huyu ni mtakatifu tunayemfahamu. Na juzi kuna mtakatifu anaitwa Mtakatifu Carlos, mtoto mdogo tu, anavaa jinsi, lakini kwa uvumilivu wake wa mateso ya magonjwa ya kansa na kucheza na watu, kufurahi na watu, furaha ile ikamfanya Mungu hamweke katika mbingu kama mtakatifu mambwezi wetu. Kwa tuna watakatifu ambao tunawafahamu wengine. Na sisi tulipata bahati kutembelewa na Mama Teresa Calcutta hapa kwenye kituo hiki. Kwa hiyo mnamuelewa, mnamfahamu alipokuwa na upendo, na ndio maana ya kituo hiki, kwa sababu bado tunafuata mfano wake ili tuweze kupata tuzo mbinguni. Kwa kutenda aliyo mema hapa duniani, Mungu akuachi hivi hivi, utakuwa unapata tuzo mbinguni. Kuna watakatifu ambao labda hawajatangazwa, lakini wameishi katika nafasi ya kimungu ndani mwao. Wameishi kwa kuthamini ubinadamu wa wenzao. Wamemwona Mungu kupitia maisha ya watu wengine, na wakawa watakatifu ambao hata pasipo kutangazwa tunawakumbuka, tunawajua kabisa huyu mtu ni mtakatifu, maisha ya mtakatifu. Na bahati nzuri kwa Tanzania tuna Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hayati, ambaye ametangazwa kwa mtumishi wa Mungu. Hii ni sehemu ya kwanza. Labda Mungu akibariki atakuwa mwenye heri.
na mwishoni atateuliwa kuwa mtakatifu, atatangazwa na kanisa kuwa mtakatifu kama matendo yake mema yalijawa na nguvu ya Roho Mtakatifu kukomboa Tanzania, kukomboa watu wake wote. Na alijitahidi katika hilo, alijitahidi sana katika hilo. Basi leo hii, ili na sisi tuweze kupata tuzo la mbinguni, lazima tutafakari, tutathmini, tujifunze maisha ya watakatifu waliopita. Tusome mara kwa mara maisha ya watakatifu mbalimbali. Kuna vitabu ambavyo vinauzwa bookshop vya watakatifu mbalimbali. Soma, angalia huyu aliishi maisha gani. Kuna wengine walikuwa ni wanajeshi, wakulima, kuna wengine walikuwa ni vipofu, kuna wengine viwete, wameishi maisha kumpendeza Mwenyezi Mungu. Kanisa likasema, huyu anafaa kuwa mtakatifu. Kwa na wewe uko mbali na tuzo hilo. Labda tuzo hilo tayari liko kwako wewe, liko kwangu mimi. Kwa tujitahidi kuishi kuendana na mpango wa Mungu. Mwisho, tuwaombee wale ambao kwa namna moja nyingine wana shida mbalimbali. Kuna baadhi ya watakatifu wamepewa karama ya uponyaji. Kwa Mtakatifu Peregrine ni mtakatifu ambaye anaponya magonjwa ya kansa. Basi wale ambao wana magonjwa ya kansa wamuombe Mtakatifu Peregrine. Mtakatifu Yuda Tade, yeye amepewa karama ya vitu visivyowezekana. Kuna Mtakatifu Rita. Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta, yeye ni mtakatifu ya wale waonevu, waliotengwa na jamii, wale ambao wana taabu mbalimbali. Wakimwomba Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta, wanapiganiwa, wanafaulishwa katika mambo yote. Basi tumwombe Mungu Baba siku ya leo akatusaidia mimi na wewe kuwaheshimu watakatifu na kupeleka nia zetu, sala zetu kwao, na hakika utauona utukufu wa Mungu katika maisha yako hapa duniani na baadaye mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.